Tarehe 15 ya siku Jumapili ambayo tayari askofu ama pia mbunge wa Kawe aliweza kutangaza pia ibada kuweza kufanyika, na pia kwa waumini wake na wanakondo wake kuendelea kuhakikisha kabisa kwamba lile dai lao ama wanachostahili kuweza kukipata ibada basi ni wahakikishe kabisa kwamba wanaipata. Na kiuhalisia kulikuwa na video tofauti ambazo ziliweza kuvuja ikiwa imeonekana kuwa ni ishara ya maandamano ambayo hatujajua mpaka sasa, je, yaliweza kuchochewa na Askofu Gwajima ama ni waumini wao wenyewe waliamua kufanya maandamano hayo, huku wakidai kwamba wana uhuru wa kudai pia nafasi ya wao kuweza kuabudu. Sasa ni swala ambalo pia limeweza kuifikia serikali ya Tanzania, na hata kwa yale yote yaliweza kutokea mara baada pia na hata ya vigogo pia kuweza kupata baadhi ya video clip ambazo zilionekana kabisa kwamba zikiwaonyesha pia waumini ama wanakondoo pia wakiweza kuingiliwa na askari ama pia jeshi la polisi likiweza kutuliza na kupiga mabomu ya machozi. Na ni swala ambalo pia hatujamsikia na mpaka hivi sasa Askofu Gwajima, je, atazungumza nini ama na lipi la kuzungumza mara baada ya maandamano yaliweza kutokea, kwamba je ni maandamano ambayo yeye aliweza kuyaandaa na yeye mwenyewe pia aliweza kuhusika, kwa sababu katika jambo ambalo pia limekuwa ni la kustajabisha kwamba kama yeye ndo ameweza kuwatuma ama kuwachochea, ni kwa nini Askofu Gwajima yeye hakuwa katika eneo husika? Manake kuna vitu ambavyo pia watu wengi vimekuwa vikiwapa maswali mengi sana, na mwisho siku unajikuta bado mambo hayo ama maswali hayo hayana majibu. Kama yeye Askofu Gwajima aliweza kuwachochea ama pia aliweza kuposti katika mtandao wake wa Instagram kuhusu ibada itakofanyika siku Jumapili, alafu mwisho siku pia yeye hakuweza kutokea eneo hilo, manake yale maandamano yaliweza kufanyika yalichochewa tu kwa mdomo ama kwa njia maandishi, lakini yeye mwenyewe pia Askofu Gwajima hajakuwa na msimamo wa hiki kinachozidi kuendelea. Na ndio maana kuna wakati watu wanaanza kutuliza akili na kuanza kuamini kwamba hizi zimekuwa ni propaganda, hizi ni siasa, na hata yale yote yanayoendelea katika mitandao ya kijamii, yani usiamini moja kwa moja. Yani kitendo cha kuamini kwamba Askofu Gwajima labda pengine yupo kwenye wakati ambao labda hiki kinachoendelea huenda akawa labda hakukiamini ama hakukitarget, lakini kufahamishe, yani unachokifikiria huenda kikawa ni tofauti. Ni lazima ukubali, kama ilishawahi kutokea kwa baadhi ya viongozi wa nyuma sana, waliaminika na walionekana kabisa wapo kwenye position ambayo ni ya kweli, na mwisho siku watu wakaja wakaonekana kabisa kwamba ni viongozi ambao walibadilika. Na ifahamike, hiki ni kipindi cha uchaguzi, akili kumkichwa, ni lazima ukae na utafakari haya yote yanayoendelea, yani kwa fakti kama hizi ambavyo yeye kiongozi wa dini ameweza kuwachochea waumini wake kuweza kufanya maandamano ya kudai haki ya kuweza kuabudu, alafu yeye mwisho siku hayupo katika eneo husika. Unapata picha gani ama unapata jibu gani? Na ndio maana inabidi uelewe hizi ni siasa, na hayo yote yamekuwa kiendelea, inabidi utafakari na uangalie ni lipi la kufanya.